Jahazi TV. Na karibu mtazamaji wa Jahazi Online TV, ni siku nyingine pendwa, tumekutana tena katika mwendelezo wa vipindi vyetu kutoka hapa Jahazi Online TV. Leo ni ukaribishe katika simulizi fupi la zao la karafuu. Tutaenda moja kwa moja kumsikiliza Mzee Mohamed kuhusu zao hili la karafuu kwake likoje, lakini pia tutaenda kushuhudia uvunaji pamoja na masuala mazima ya karafuu kutoka katika mti wake, lakini pia mpaka kuanikwa kwake. Utakuwa nami mtangazaji wako Zura Salim, lakini pia nyuma ndiko tuko na crew nzima ya Jahazi Online TV ambao tumeweza kusafiri kutoka kisiwa cha Unguja kuja katika kisiwa cha Pemba cha karafuu kwa ajili ya kujua mambo mawili matatu tofauti yanayopatikana ndani ya karafuu, ambao tunasema hizi ni neema kutoka Pemba. Mchumaji wa karafuu mara zote anakuwa mwenyewe ana chombo chake cha kuchumia. Kama anapanda mkarafuu mkubwa kama huu, ana chombo cha hakiba kwa ajili ya kuhifadhia zile atakazozichuma mpaka atakapoamua kushuka, pengine na chupa yake ya maji mwenyewe na mkate wake au andazi kaeka kwenye packing kwa ajili ya kujihifadhi na njaa ya mchana. Hitajio mengine anaweza akashuka kwa kusali akapata kitu akapanda. Bismillahirrahmanirrahim. Nakuwa mwangalifu zaidi juu. Kamba lazima uwe nayo, unaweza kufungasha baadhi ya matawi haya kuyazuia, na wewe ukapata sehemu sahihi ya kukaa kwenye uchumaji wa karafuu. Lazima huwezi kuzipata karafuu zote kama huna kamba. Kuna kamba kiunoni. Sababu lazima kuna matawi uyafunge kwa ajili ya kusubiri, kwa ajili ya kuyazuia kupata kuyafikia kupata karafuu, kuzichuma karafuu. Tawi kama hili lina karafuu, lakini kwa sasa siwezi kuzipata kama sijalifungasha hapa, alafu ndio nikaweza kuzipata. Katika baadhi ya mashamba kama haya ya maeneo yetu sisi tuko katika hatua za mwisho za uvunaji. Lakini unajua mashamba yanatofautiana uzazi. Mengine yanatangulia, mengine yanachelewa kuzaa mapema, mengine yanachelewa. Sasa kwa maeneo yetu sisi tuko katika hatua za mwisho za udondoaji. Sababu kama huu mkarafuu na uchuma sasa hivi nimeshauchuma mara ya kwanza, hizi zikawa zimebaki ziko changa, hazijakomaa. Kwa sasa ndio ziko tayari, zahitaji kuchumwa kwa ajili ya matumizi mengine ya kuzishughulikia, kuzipeleka sokoni. Leo tutazungumzia kuhusu masuala mazima ya uvunaji wa karafuu, na tuko hapa na mzee wangu atatuelezea ni kwa namna gani uvunaji huu unaanza kuvunwa hadi kukauka kwake. Asante ndugu watangazaji wa Jahazi Online TV. Nashukuru sana kwa kunitembelea katika shamba lililoko hapa Kanjuni Pagali la mikarafuu, ambao kama mnavyoona hizi ni karafuu ambazo ndio zimeanza kuchumwa juu ya mkarafuu na mimi mwenyewe. Hizi baada ya kuzichuma ni kuondoka nazo, kaenda nazo hadi nyumbani, na kufika nyumbani ni kuziweka katika hali kama hii, ukaanza kuchambua. Nachambua hizi karafuu, makonyo yako mbali na karafuu ziko mbali. Huu ndio uchambuaji wa karafuu. Wa mkarafuu wenyewe. Sasa hizi ni karafuu, lakini sasa una ule mti wa karafuu, una ukuaji wake unakuwa unaanzaje mpaka sasa tunapata mti ambao unazalisha karafuu. Nashukuru sana kwa swala lako zuri ambalo nahitaji kujibu mfasaha sana.
Mkarafuu ni mti mmoja mzito sana kwa upandaji wake, kwa sababu unahitaji sana kushughulikiwa. Na vipi utaweza kushughulikia? Maana yake utayarishe shimo kwa ajili ya upandaji. Sasa kuna mbegu za aina mbili. Kuna mbegu ambazo zinatokana na shamba lenyewe na kuna mbegu ambazo tunapewa na serikali kwa ajili ya upandaji, kwa ajili ya upandaji wa karafuu. Zinatolewa na shirika la si chini ya Wizara ya Kilimo. Wanatupa mbegu, miche kwa ajili ya upandaji. Miche kwa ajili ya upandaji. Sasa kwa shamba hili asilimia kubwa tuliliwekeza kwa upandaji wa kiasilia ambao ni miche iliyotokana na shamba lenyewe, tukalea kwa ajili ya kukuza. Na iko baadhi yake, kama nafikiri huu hapa mbele yangu, una uwezo wa kuona huu ni karafuu ambao tumepewa mbegu na shirika la biashara la taifa chini ya Wizara ya Kilimo kwa ajili ya upandaji wa karafuu. Kama shamba umelitayarisha kihalisia hasa kwa ajili ya kilimo cha karafuu, basi muda wa miaka 5 hadi 6 mkarafuu unazaa. Lakini kama ni mikarafuu ya kulea tu mwenyewe ukapanda kienyeji kama walio wengi, kwa sababu kilimo kina utaalamu. Sasa sio wengi waliokuwa na utaalamu wa kilimo. Unaweza ukakuta miaka 7, miaka 8 ndio mkarafuu unaanza kuzaa. Tukiuangalia kama huu hapa ambao huu umeshaanza kuzaa, lakini mara hii haukutoa tunda, lakini umeshaanza kuzaa. Kwa huu unakisia kwa miaka mingapi sasa tangu upande? Huu wenyewe una miaka 7 kwa sababu nimeupanda mwaka 2017. Nimepanda 2017 hadi 2024 umetoa matunda. Hii 25 haukutoa, lakini iko miezake ambayo iko pembeni pale umetoa matunda. Hii inasababishwa na nini hasa, kuanza kuchelewa wenzake? Hata binadamu anayepata chakula cha kutosha kwenye maisha hawi sawa na yule aliyekuwa anaganga njaa. Sasa kitu chochote unapokilea kinakuwa, ndio tunaozungumzia kujua. Mimi napanda, lakini unajua kule kupanda si kupanda ni kuchomeka tu alafu ukapotea. Unahitaji kulelewa ule mti. Unaposha kupanda uje kuulea, uwe unaupitia hadi ufikie pahali una uwezo wa kula mwenyewe, sasa ndio uache. Lakini kwa mapema ilikuwa inahitaji kushughulikiwa. Kwa hata huu ulimaji kwa maana unahitaji uangalizi wa hali ya juu kama vilimo vingine. Vile kabisa. Huu kulima wa karafuu unahitaji uangalizi zaidi, kwa sababu mikarafuu zaidi kwanza haiwezi jua pale katika kukua kwake. Katika ukuaji wake jua ni kitu kinaathiri sana. Sasa kwa vile mashamba mengi hayana miundombinu ya maji na hakuna utaratibu wa kupanda mikarafuu kwa njia ya maji katika kisiwa chetu, ni baadhi ya watu tu ambao wenye uwezo mkubwa kama mtu anapanda mikarafuu yake kwa ajili ya maji, lakini wakulima wengi wa karafuu ni watu maskini kwa kweli. Hali zao za kimaisha sio za uwezo, kwamba mtu ana uwezo shambani kwake kuweka kisima akaweza kupanda kwa uhakika. Tunapanda kwa kubahatisha, kwa kusubiri mvua za masika zinapokuwepo, mbegu zinapotolewa na serikali, sisi tunaenda kuchukua kwa masheha kwa ajili ya kwenda kupanda mashamba yetu. Sasa hapa kilimo kizuri ni kipi? Ni kile cha kumwagilia kila siku ama kile ambacho kinajitegemea wenyewe? Kwa kweli kilimo cha kumwagilia ni kizuri maradufu ya kilimo cha kujitegemea. Ila uwezo wa wakulima, maana yake kuna wakulima wa karafuu, wapandaji wa mikarafuu, alafu na wavunaji wa karafuu. Wapandaji wa mikarafuu walio wengi wanakuwa ni wazoefu wa kulima ile mikarafuu ya kulima. Lakini mvunaji wa karafuu anaweza akawa hajapanda hata mti mmoja, hata hamiliki hata mti mmoja, lakini yeye ni mvunaji tu kwa ajili ya kwenda kwa ajili ya uvunaji, kwa sababu anaitwa kibarua.
Kuna watu especially hawana mkarafuu lakini ni vibarua wa karafuu, kuchuma karafuu. Mimi karafuu zinazozaliwa ndani ya shamba mnani walio wengi hawezi kuzichuma yeye mwenyewe zote. Na wengine hawawezi kabisa hata siku moja kupanda mkarafuu. Wakati yeye amiliki ni karafuu, inabidi vibarua ndio wanaoweza kumsaidia yeye kwa ajili ya yeye anaweza kupanda na wengine hata kupanda hawezi, lakini ana mpandaji wa mikarafuu ndani ya shamba lake kwa ajili anamlipa kupanda, alafu yeye anamiliki. Yeye kazi yake ni kusubiri kusimamia mavuno. Tofauti yake ni ndogo sana kwa sababu hii ni miti unapofikia kuzaa unakuwa ushakuwa unajiweza. Sasa hata umwagiliaji kubwa tofauti yake itakuwa ni kutangulia kuzaa. Unapomwagiliwa maji zinataka kuzaliwa karafuu, basi yule utatangulia kuzaa kabla ile shamba iliyokuwa haina maji ile mpaka isubiri muda, kwa sababu karafuu zinazaliwa na jua, lakini mvua zinaponyesha ndio zinakuwa jua likiwa kaskazi kubwa ndio hii miti inapata kuzaa. Lakini ikiwa mvua miti inamea, inatoa majani tu. Sasa pale unapozalisha, unapokuta kwamba unasaidia maji, ule mti unausaidia maji, unapata kuzaa nyingi zaidi. Kila mara unakuwa kali kutoka jua, kipindi mvua inanyesha nikitoka jua huku unapata kula, unapata kwa mbio kwa ajili ya kuzalisha. Sasa hapa naona tumevuna pale, lakini naona kuna wengine na maua hizi kama mfano wa hii, lakini nyingine hazina maua. Sasa hapa unakuwaje, inakuwaje hapa? Ipi na ipi ambayo iko sahihi kwa ajili ya matumizi? Hii ni karafuu. Haya ni maua ya karafuu. Hii ni karafuu iliyokushaiva ambayo imeshatoka kofia yake. Sasa thamani ya karafuu ni ile yenye kofia, ndio yenye thamani zaidi. Hata kama utazichukua hizi 10, tuchukue mfano uziweke 10 hizi na uchukue na hizi 10 zilizokuwa zina kofia zake, utakapokwenda kuziweka katika mizani, hizi zitazidi hizi zitakuwa ni nyepesi, na hadi kwenye kukauka kwake ndio hali inakuwa kama hiyo. Hii unaweza ukaja ukaiona ni nene, ni kubwa, lakini itakapokauka inakuwa ni nyepesi kuliko hii ndogo ambayo ni nyembamba. Ina kofia yake. Sababu hizi kofia ndio tunaita ndio mali yenyewe ndani. Hii ndio mali yenyewe. Kwa maana hichi ambacho kimo ndani ya kofia ni hichi hapa kimo ndani. Hichi ndio kilichomo ndani ya kofia. Hii kofia inapofunuka unapata. Sasa hii unapoanika inapotea yote, hii inapotea, hii yote inakwenda zake. Lakini kama utachuma bado hazijafutwa, huwezi kuzikuta zote takriban katika hali ya kawaida zote zikawa hazijafunuka hata moja, lakini vile vile unaweza kuvuna 1% ya zilizofunuka, 90% zikawa hazijafunuka. Uwezo huo katika karafuu uko, lakini ili watu wengi hawalijui, kwa sababu ukiendekeza vibarua watahitaji wa kuchumia hizi, kwa sababu yeye atapata uzito wa pishi. Zinaingia nyingi hizi ambazo zinaingia kidogo kwenye pishi, ambayo yeye anapata nyingi kwenye kupima, ambazo wewe ukienda kukipima unapata kidogo. Yeye ndo anahitaji kuchuma hizi ambazo zinaingia kidogo kwenye pishi, yeye kashapata hesabu, lakini hizi zinaingia nyingi kwenye pishi, hesabu iko kwako wewe. Sasa kwa kuwaendekeza vibarua, mara nyingi watu wanachuma karafuu zikisha kutoa hii, kwa sababu kibarua akija atakuwa changa hizo, kwa sababu yeye ahitaji zitoke ili apate wingi. Anapata wingi zaidi ikiwa zishaiva, anapata nyingi yeye. Lakini kwenye kupima sisi ndio tunapata, wakulima kwenye mazao tuzikute ziko hivi, ndio tunapata mafanikio ambazo zina kofia yake bado. Hata biashara yenyewe inakuwa ni nzuri zaidi, kwa sababu kuna kitu humu hakijaondoka ambacho ukienda ukichemsha ndio kitapatikana. Ndio hizi. Kwa maana hapa na hapa tuna tofauti. Hata kwa mfano tunataka kutumia hii, itakuwa iko
quality na hii itakuwa imepungua kidogo. Mtazamaji wa Jahazi, labda tumpe elimu hii na hii utofauti wake katika matumizi. Tunaweza kumfahamisha kidogo mtazamaji akapata uelewa? Hii karafuu ni kitu adhimu sana. Mimi naweza nikakaa tumbo kidogo likawa limekorogeka, nikatia mkono mfukoni. Katika hali ya kawaida karafuu kama mimi nakuwa ninazo muda mwingi ninaposafiri, ndani ya mfuko wangu ninazo. Ninapoumwa na tumbo, ninaposafiri nikawa na kichefuchefu ndani ya boti. Kama wale watu wa meli wamefanya research kweli, kama wanatoa mifuko, basi kama wangelikuwa wanatoa karafuu, basi ingelikuwa ni dawa zaidi ya kuona matapishi kuliko mifuko. Mifuko bado utaendelea kuona matapishi, lakini karafuu kwa uhakika kabisa kama utaitia mdomoni hakiwezi kuja tena kichefuchefu cha kutapika kwa ajili ya bahari. Inaweza kusafisha tumbo. Inakuzuia, ni dawa kabisa utapishi. Tumbo linauma, kuna mishipa ya kawaida. Ukiacha mishipa mengine mizito ya ngiri na mambo mengine haiwezi kupunguzia, lakini bado inaleta tiba, first aid kwa ajili ya maisha ya binadamu. Labda tunaposema pia katika matumizi, hii ambayo ambayo ndo kwanza inatoka, inamaanisha haijakauka, na ile ambayo imekauka, ipi iko sawa katika matumizi ya kawaida? Iko sawa katika matumizi ya kawaida ni ile iliyokauka. Kwa nini sasa? Kwa nini iliyokauka? Na hii ndo tunaona hapa ndo kwanza mbichi inatoka jikoni maeneo ya watu. Sawa. Unajua hii mbichi naipata mimi tu niliyeko shamba. Lakini wewe hata nikikuletea Unguja haiwezi kufika hii mbichi. Inakauka hata kama iko kwenye mfuko, bado itafika kwako ikiwa kavu. Sasa matumizi ya kitu ni kile kinavyokuwa pale mwisho wake, hapa ndio kinapohitaji kutumika. Sasa bado itaendelea kuwa kavu, ni bora zaidi kwa matumizi kuliko mbichi. Sababu mbichi inapatikana mbali sana, si kila mmoja ana uwezo wa kuipata. Sasa hapa tumeona tumeshachuma hizi, tumeshazichambua kuzitegua pamoja na haya makonyo. Sasa haya makonyo tukishamaliza kuchambua hizi tunahifadhi ama ndio tushamaliza kazi yetu sasa? Makonyo haya tunachukua na karafuu tunachukua. Makonyo tunaanika kwa mfumo wowote, inategemea. Unajua watu walio wengi hawaanika kwa sababu vyombo vya kuanikia karafuu ni kazi vile, sababu ni vitu ambavyo wewe uvinunua. Sasa unaweza ukawa unavyo kidogo kwa ajili ya uanikaji. Sasa makonyo mtu anaweza anayakusanya tu, lakini unavyoyakusanya haya yanakauka pale ulipoyakusanya, alafu unakuja siku unaweka kwa ajili ya kuyasafisha, kwa ajili ya kupeleka sokoni. Shirika la ZSTC bado, lakini chini ya kiwanda cha makonyo. Na hizi karafuu baada ya kuanika vile lazima zianikwe. Baada ya kuanika unapeleka ZSTC. Vyote viwili hivi huwezi kupeleka sokoni bila kupata kibali kutoka kwa sheha wako ambaye uko naye. Kwa maana tunaona kwamba karafuu mbali ya hizi ambazo tunazizoea kuziona baada nyinyi kuzikausha za sukaja tunatumia matumizi mengine, lakini pia haya makonyo tunaweza tukapata kwa ajili ya matumizi ya mafuta. Na hata kama kwenye chai unao uwezo wa kuweka konyo. Kwa maana karafuu ina matumizi mengi mbali ya tulivyozoea. Kabisa. Wewe flavor ya chai kama tangawizi. Hii tunaweza kutumia hii makonyo. Makonyo unaweza ukatumia kama flavor inaleta harufu na taste. Labda haya makonyo kwenye chai pia tunaweza kupata faida yoyote? Ni taste kwa sababu ni dawa. Bado harufu ni ile, ladha ni ile. Konyo la karafuu, jani la karafuu na karafuu yenyewe. Mtazamaji wa Jahazi Online TV, hii ni historia fupi ama ni maneno machache katika mengi ambayo yamejificha nyuma ya mti wa karafuu. Tumeambiwa kwamba karafuu na makonye yake yana testi na matumizi ni yale. Sema hapa tumetofautisha, tumeshachuma na tumeshazikoboa, na hapa tumeshachambua na tumepata
makonyo haya tumeweka hapa kwa ajili ya matumizi ya mafuta na vitu vingine, lakini hizi karafuu hapa tayari kwa ajili ya kwenda kukaushwa na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kufanya biashara sokoni kwa ajili ya kuuza. Mtazamaji wa Jahazi Online TV, ni kukumbushe tu usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili uwe mwanafamilia wetu pendwa wa Jahazi Online TV. Lakini pia Jahazi Online TV tupo hapa kwa ajili ya kukusogezea taarifa mbalimbali ama vitu tofauti hapa Jahazi Online TV. Twende sasa tukaangalie sasa katika mashamba sasa karafuu tunazochuma, na tumeambiwa kuna mikarafuu mikubwa ambayo inafika zaidi ya miaka 100. Mengine miaka 6, mengine miaka 100. Sasa twende tukaangalie sasa, bila shaka kuna mengine yale ya kuchuma kwa mkono bila ya kupanda. Mtazamaji wa Jahazi Online TV, twende katika safari yetu ya Jahazi, na mimi ni nahodha wako Zuhura Salim. Mtazamaji wa Jahazi Online TV, kama nilivyokujuza ama kwamba twende moja kwa moja tukaangalie uchumaji wa karafuu hizo katika miche midogo. Na hapa niko na Mzee Mohamed ambapo tunachuma hizi karafuu kwa ajili ya ukaushaji wa karafuu hizo. Mzee Mohamed, una kipi cha kumwambia mtazamaji ambaye hana elimu ya uchumaji wa karafuu hizi? Nashukuru sana kwa kupata nafasi hii. Mimi ni mkulima au mzalishaji wa karafuu. Na hii ni mikarafuu ambayo nimepanda mimi mwenyewe mwaka 2015. Mti huu ambao tunachuma sasa nimeshachuma na tunaendelea kuchuma na mwandishi wangu hapa. Huu una miaka 10, lakini ulianza kuzaa ukiwa na miaka 7. Nimeshavuna pishi moja, nikaja na pishi 2, lakini mara hii mkarafuu huu nimeshachuma pishi 4 na bado hizi zinaendelea, sijazimaliza kuzichuma. Sasa kila inaposogea miaka na mazao yako ndio yanaongezeka katika shamba lako. Huu ni ule mti ambao tumesema kuna ukuaji wa aina 2 wa kushughulikiwa na ule ambao unaota mwenyewe. Huu ni mkarafuu. Huu ni mkarafuu ambao umeshughulikiwa. Sababu niliamua baada ya kutoka masomoni chuo cha Kizimbani 2015 Januari nakumbuka, kufika mwaka ya Mei 2015 nikapata nafasi kupata miche kutoka wa serikalini. Ndio nakumbuka nikaja nikaipanda hii miche 20 hapa. Tukasumbuliwa na wafugaji. Kwa kweli wanatusumbua sana wafugaji, lakini nashukuru nilibahatika kupata hii miche 8 ambayo sasa hivi nimeshaanza kuvuna na mingine nimeendelea kupanda kwa miaka hii ya karibuni na naendelea kuzalisha kwa kweli. Kitu chochote kinahitaji elimu. Kuna maneno ya Kipemba tunasema kwamba muuza mishkaki aliyesoma hawi sawa na muuza mishkaki aliyekuwa hakusoma. Sasa kwamba hata kama wewe ni mkulima aliyesoma hawi sawa na aliyekuwa hakusoma. Sasa kuna kusoma elimu ya shule na kujifunza kile kilimo chenyewe mtu anapanda vipi. Kwanake kuna mambo mawili, kuna plant protection halafu kuna reproduction. Manake matayarisho halafu ndio upandaji wenyewe. Sasa watu wengi matayarisho hawayajui, sababu si masomo yanayopatikana kwenye jamii. Sasa hawajui vipi mtu anatayarisha lile shimo kwa ajili ya kuja kupanda ule mche. Sasa wengi wanakwenda tu, mtu anakuta mvua tayari tayari Mei, anakuja anachimba shimo, anachukua mche wake, anakuja kuuweka. Kumbe sivyo. Shimo linahitaji kuchimbwa, halafu liachwe, lipoe. Kule ndani kunakuwa kuna joto kule. Hata kama mvua inanyesha, ndani ya ardhi kunakuwa kuna joto. Sasa lipoe, halafu ije siku, yani likishakupoa kuna kipindi unaweza ukawa wiki 2, kuna kipindi mwezi mzima ndio shimo lile liwe limepoa. Sasa pale utakapokuja na mbegu yako ukaiweka, pale itakuwa ile ni mbegu inaolelewa, kwa sababu kwanza utapata sehemu ya kuilea kwa yale matayarisho uliyoyafanya. Sasa utakapoilea ndio unaweza ukuta mti huu mdogo, unakuta una miaka 10, bado ni mdogo kwa miaka 10 kwa sababu haujasaidiwa
maji ya kuukuza, lakini ni mzuri kwa uzazi, unakuwa unapata kuvuna kwa uhakika kwa sababu umelelewa. Kutokana na vile mwanzo ulivyoanza jinsi ya kutayarisha mpaka ukaweza kuvuna. Mtazamaji wa Jahazi Online TV, haya ndio maelezo machache katika mengi ambapo tumeweza kusikia kwamba kuna umuhimu mkubwa kujifunza masuala mazima ya kilimo, zaidi ya kuacha kile kwamba baba analima, mama analima, na muona mama analima na mimi nafanya. Ipo haja ya kwenda darasani kwa ajili ya kujua kilimo hichi kinahitaji ukuaji wake, kende hivi na hivi na hivi. Mtazamaji wa Jahazi Online TV, haya yote basi hutoweza kuyapata sehemu yote zaidi ya Jahazi Online TV. Safiri nasi na mimi ni nahodha wako, ndipo hapa kwa ajili ya kupeleka safari yenye ambayo iko na salama kutofautisha na mawimbi. Na mzee Mohamed, tunakaribia sasa kwenda kumaliza kipindi chetu. Neno lolote la mwisho la kumwambia mtazamaji kuhusu masuala mazima ya kilimo? Tumeshaongea mengi kuhusu kilimo hichi cha karafuu ambacho tumeweza kujifunza. Mimi mwenyewe binafsi kuna mambo mengine nilikuwa siyajui. Najua tu karafuu imeshakauka, naiona tu ndani ipo, tunauziwa naiona tena, lakini leo nimeweza kushuhudia uvunaji wake wa karafuu hizi, lakini jinsi ya kutoa haya mabeu tumesema kuchambua, lakini pia kwenye masuala mazima ya uanikaji na kutoa na mpaka hatua inapofikia tukaipeleka kwenye soko. Mtazamaji wa Jahazi Online TV, mimi nawaambia vijana kwa sababu bado hadi sasa tunaoshughulika na mkarafuu ni watu wazima. Mzee huweza tena, ukiwa kwenye uzee huweza tena kushughulika na karafuu. Lakini mtu mzima ndio sisi ndio tunaohangaika na karafuu. Lakini vijana wanaotakiwa wao ndio washughulike na karafuu bado hawana interest. Wanasema hii kama kilimo cha watu wazima, miaka 20 ndio pata nini wewe? Sasa nina maombi mimi kwa sababu mmekuja waandishi, mimi nitaliomba shirika la ZSTC kupitia serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Tuna mashamba, twasikia rais anasema kwamba mashamba ya eka ambazo wamepewa wananchi kwa ajili ya kuziendeleza, tutawapa nyaraka kwa ajili ya kumiliki na kuweza kuendeleza zaidi. Hili swala kwa kweli lina umuhimu sana kwetu, kwa sababu tumeshapoteza nguvu nyingi na muda mwingi kwa ajili ya kuyaekeza. Ikiwa hili mimi naambiwa ni la serikali, hivi vyote nimevipanda mimi mwenyewe. Minazi hapa, pana minazi zaidi ya 40, pana mikarafuu 26. Sasa naambiwa bado sio la kwangu. Sasa kwa kweli tunaiomba serikali yetu ituangalie sana juu ya hili, na shirika kutuwezesha sisi wapandaji wa mikarafuu. Shirika la ZSTC lituwezeshe sisi wapandaji wa mikarafuu, litutembelee, wewe una mingapi uliotupandia sie, tuweze kupewa nguvu, kwa sababu ni kazi sana kupanda mikarafuu. Sababu toka ukakata pori mpaka ukapata sehemu ya kuchimba shimo, ndio hayo matayarisho ninayokuambia, mpaka ukapata kuitafuta miche ukaichukue kwa sheha, kama unakwenda kwa sheha, kama si mengine utafute sehemu nyingine ya kwenda kuchimba kwa ajili ya kuja kupanda. Kwa sababu mashamba mengine hayazalishi mbegu. Hata kama zitaanguka pale chini, huwezi kuzikuta zimeota. Inategemea na ardhi yenyewe na weather iliyopo kwa ajili ya uzalishaji wa miche. Mtazamaji wa Jahazi Online TV, kama tulivyomsikia Bwana Mohamed, ambapo ametoa pia maombi yake kwa serikali ipate kuwaona basi kwa jicho la tatu hawa wakulima ambao wameweza kupewa mashamba haya, basi waweze kuwa na hati miliki ya kumiliki mashamba yao. Kutoka hapa nilipo Shamiani. Kutoka hapa nilipo Shamiani, kijiji cha Shamiani, hadi mimi nahodha wako Zuhura Salim, lakini sambamba na crew nzima tumeweza kukusogeza kitu kilicho bora zaidi kutoka hapa kisiwani Pemba. Tukutane muda na wakati mwingine. Asante, kwa heri, alamsiki. Jahazi TV.